Stuvande rino mozende zande kabarana mando zarina masanta raba shanta raba bazuvarana mazonto rikaya mazete tetea le couvre anto pranto steve e karanai mazuve zedia lona masanta lona mazente mahanga hando zende me ezetia ze ekedusha daba shedede ete jenika jendala masanta rabaya riblandoja riba shanta la mando ribokon sabaragadosh. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neema yako siku hii leo. Oh, shalom shalom. Eria trait Karuma Senteri Brahada Zanta Mando Ribo Shaka Parada Gadush Mazuve Zedia Mazuva Rana Mazonto Rida Bahaso Lena Masaya Lena Mazonto Rida Bahaso Lezuve Zende Mahanka Raba Gadush. Shalom, leo natamani tujifunze kitu ambacho kinasema matatizo unayopitia. Le couvre anta bazuve zenaya maan kosuva anta. Kwa siku leo nasikia kuwa kwenye maombi sana siku hii ya leo. Kwa naweza nisiwe tumie muda mrefu mahali hapa, lakini naamini tutajifunza kitu hata kama ni kwa muda mchache. Kuna hali ambazo mwanadamu anaweza akapitia, au kuna vitu ambavyo vinaweza vikamkuta mwanadamu, vinaweza vikamsababisha mwanadamu akamlaumu Mungu, akamnungunikia Mungu kwa sababu ya hali au mazingira anayopitia. Na Mungu anaweza akaruhusu upite kwenye hali fulani akiwa anataka kukuimarisha au akiwa anataka kukufundisha jambo. Na sometimes unaweza ukawa na watu ambao uliwategemea kwamba watakutia moyo, au ulitegemea kwamba watasimama upande wako. Kuna watu ambao pengine ulitegemea kwamba hawa katika mambo haya hawawezi kuniacha, hawatanitupa. Ila ukashangaa kimefika kipindi wale watu uliokuwa unawategemea, wale watu uliokuwa unaamini kwamba watakuwa pamoja na wewe, ghafla hawapo kwenye mazingira ya shida yako. Wakati unapita kwenye matatizo, ghafla wale watu hawaonekani. Unaweza kuanza kujiuliza kwamba kwa nini hawako pamoja na mimi? Na kabla sijaenda kwenye point zaidi, nakumbuka ujue kwamba watu wanapokuja kwenye maisha yako, kuna watu ambao wanakuja kwa ajili ya kipindi fulani. Yaani Mungu anawaleta uwe nao kwa ajili ya kipindi fulani au majira fulani. Amewaleta tu kwa ajili ya kipindi, kwamba katika kipindi hiki Mungu amekupa hao watu ili wakuvushe. Alafu kuna hao watu tunaita season people, wanakuwepo kwa ajili ya kipindi. Alafu kuna watu wanakuja kwako wakiwa ni Mungu anawaleta kwako ili ujifunze. Wamekuja ili wewe ujifunze kitu kutoka kwao, au kupitia wao ujifunze vitu. Alafu kuna watu wamekuja kama vile destiny helper, wamekuja kukusaidia wewe ufike katika hatima yako, au ufike eneo fulani ambalo Mungu anataka ufike. Ufike mahali fulani ambapo Mungu anataka wewe ufike. Bwana Yesu asifiwe. So nataka uelewe mazingira hayo. So mazingira haya ndio yanaweza kumfanya mtu akaanza kumlaumu Mungu au kuanza kulaumu watu, kwamba nimepatwa na hali hii fulani ya kunisaidia, ndugu yangu alikuwepo akunisaidia, au hivi na hivi, huyu akuonesha msaada, huyu akuonesha ushirikiano kwangu, huyu akufanya hivi kwangu, huyu akutenda hivi kwangu. Unaweza ukawalalamikia watu, unaweza ukalaumu watu. Lakini je, umeshajiuliza kwamba je, ni mpango wa Mungu jambo hili kuwa kwangu au ni nini?
unapaswa kifike kipindi ujiulize kwamba je, ni mpango wa Mungu, na je, kuna kusudi gani katika jambo hili? Ni nini kusudi la Mungu katika mazingira haya, katika majira haya ambayo ninayo? Unapaswa ujiulize wewe mwenyewe. Nataka tusome maandiko katika kitabu cha Danieli sura ya 3. Nitaanzia mstari wa 8, nitasoma mistari hii. Ni mingi kidogo, ila nitaisoma alafu tujifunze. Nataka tusome habari ya historia ya vijana watatu ambao walikuwa ni watu ambao walikuwa ni kampani ya Danieli: Shadraki, Meshaki na Abednego. Ngoja nianzie mstari wa 8. Biblia inasema, basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadreza, mfalme uishi milele. Wewe mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, ni lazima aanguke na kuiabudu ile sanamu ya moto wakao, ile sanamu ya dhahabu. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuu ya moto wakao. Wako Wayahudi kadha wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadraki, Meshaki na Abednego. Hao walikuwa ni kina Azaeli, Mishaeli na Anaeli. Sasa anasema watu hawa, mfalme, hawakujali wewe, hawaitumikii miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Basi Nebukadreza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu, waletwe hao Shadraki na Meshaki na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Nebukadreza akajibu akawaambia, enyi Shadraki na Meshaki na Abednego, je, ni kwamba makusudi hata hamtumikii Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu nitakayoisimamisha, ni vema; bali msiposujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mkono wangu? Ndipo Shadraki na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hatuna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuu ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Basi kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraki, Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuu mara 7 kuliko desturi yake ya kwanza, ya moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraki na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iwakayo moto. Basi watu hao wakafungwa, bali hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali,
na ile tanuu ilikuwa ina moto sana. Mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego. Na watu hao watatu wa Shadraka na Meshaki na Abednego wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuu iliyokuwa ikiwaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akawaambia mawaziri wake, "Je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto?" Wakajibu wakamwambia mfalme, "Kweli, mfalme." Akajibu akasema, "Tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu." Glory to Jesus. Makarabagadosh. Nini maana ya maneno haya na nini nataka kuzungumza? Kuna watu wanapita katika hali ambayo wameshitakiwa katika ulimwengu wa roho. Kuna mashtaka yamepelekwa. Kuna mashtaka yanaweza katolewa kwenye ulimwengu wa roho juu ya kazi unayofanya, juu ya mahali hapo ulipoajiriwa, juu ya kampuni yako, juu ya biashara yako. Kuna mashtaka yanaweza yakafanyika katika ulimwengu wa roho yanayokuhusu wewe. Yale mashtaka yanapelekwa kwa wakuu katika ulimwengu wa roho. Biblia inataja kuna wafalme. Biblia inataja kuna watawala. Biblia inataja kuna wakuu. Kwa hiyo mashtaka yako yanaweza kawa yamewakilishwa katika miungu ya maeneo uliko. Unaweza kuwa umetoka Tanzania au umetoka Kenya, umetoka mahali fulani ukasema ngoja niende sehemu fulani. Ile umefika lile eneo, kumbe kuna mashtaka yako yamefikishwa mahali pale. Umeshtakiwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mashtaka yamepelekwa kwa ajili yako. Ndicho kilichofanyika. Yale mashtaka yaliundwa. Waliounda ile namna kwamba wanajua kabisa kwamba hawa watu wanamtumikia Mungu wa Kiebrania. Hawa watu ni watu wa Yahudi, wanamtumikia Mungu wao. Wana namna ya miungu yao wanayoitumikia. Lakini ebu tutafute namna, kwa sababu hawa wameishika imani. Wamemshika Mungu. Mahali hapo unapofanya kazi kuna watu wanajua kabisa kwamba huyu mtu anamwabudu Mungu. Wanajua huyu mtu ameokoka, wanajua huyu mtu anasali, wanajua huyu mtu ni mwana maombi, lakini wanatafuta namna ya kukukwaza, wanatafuta namna ya kukugombanisha, wanatengeneza mashtaka. So adui anapofanya kazi au Mungu anapofanya kazi anatumia watu. So shetani akitaka kumwangusha Mkristo au kukuangusha, kukutoa katika misimamo yako, anainua jambo linakuwa ni kama mashtaka. Inakuwa ni mashtaka kwako. Biblia inasema basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Kuna mashtaka. Eneo ulilopo linaweza likawa lina mashtaka kwa watu wana maombi. Linaweza likawa lina mashtaka juu ya watu wanaotaka kufanikiwa. Linaweza likawa lina mashtaka kwamba eneo hili limeshashtakiwa, watu hawapaswi kusoma wafike mbali. Limeshtakiwa kwenye ulimwengu wa roho, watu hawapaswi kupata elimu. Limeshtakiwa kwenye ulimwengu wa roho, mtu hapaswi kufanikiwa. Limeshtakiwa kwenye ulimwengu wa roho, mtu hapaswi kuwa na watoto, hapaswi kuolewa, kwamba watoto hawataolewa. Mji ule umeshtakiwa, hautakuwa na amani. Kuna mashtaka yamepelekwa. Na Mungu anaweza kawa analuhusu kwa sababu anataka kujitwalia utukufu. Mashtaka yanapelekwa. Unakumbuka kipindi cha Ayubu. Shetani akapita, Mungu akamuuliza, "Umetoka wapi?" Akasema, "Nimetoka kuzunguka duniani, huku na humo." Mungu akamuuliza, "Je, umemwona mtumishi wangu Ayubu?" Mungu akaanza kumsifia Ayubu. Shetani akaanza kutoa mashtaka. Akasema, "Huyu Ayubu si kwamba anakutumikia kwa sababu umembariki, umempa mali, umempa watoto, umempa mke. Na si kwamba anakutumikia huyo Ayubu kwa sababu umemzingira kwa ule wigo." Kwa hiyo kumbe shetani alikuwa anatamani kugusa maisha ya Ayubu, ila kulikuwa kuna wigo wa moto. Kwa hiyo shetani anatoa malalamiko. Leo hii kuna malalamiko yanaweza akawa analalamikwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mashtaka yanatolewa kwenye ulimwengu wa roho, unalalamikiwa kwamba kwa nini wale wanafanikiwa wewe Mungu umewaruhusu wasome?
Umewapa kibali cha elimu, umeruhusu waajiriwe, wapate kazi, umeruhusu wawe na ndoa nzuri, umeruhusu ndoa yao iwe na amani, umeruhusu kazini yawe na amani, umeruhusu jambo fulani. Sasa wakati huo kumbuka, jambo lolote linapokuja linakuja na mambo mawili katika maisha ya mwanadamu. Jambo linapokuja katika maisha ya mwanadamu linakuja likiwa limebeba vitu viwili, linabeba sura mbili. Linakuwa limebeba promotion and demotion. Linabeba kuinuliwa na kuanguka. There is a demotion and a promotion in every test. Katika kila mtihani kuna kitu kinaitwa demotion na kuna kitu kinaitwa promotion. Kwa mtihani wowote ambao unakuja katika maisha yako, elewa kuna ku be promoted na elewa kwamba kuna ku be demoted. Sasa watu wengi huwa wanafeli pale ambapo unakuta aidha wakati hajaokoka mambo yalikuwa mazuri, baada ya kuokoka anashangaa ghafla mambo yanaanza kuharibika. Kumbe wakati hajaokoka mshitaki alikuwa mshtaki, ila baada ya kuokoka mshtaki anaanza kukushtaki. Ila baada ya kupata mchumba kuna mashtaka yanaanza kuonekana kwenye ulimwengu wa roho. Ghafla unasikia watu wanainuka kwamba unajua yule ni malaya. Wakati hajaolewa mbona, wakati hajachumbiwa mbona mlikuwa msemi maneno yale? Mnajua yule yuko hivi na hivi. Maneno yanaanza. Baada ya kupata kazi maneno yanaanza. Baada ya kuanza biashara maneno yanaanza. Mashtaka yanaanza kutokea. Mashtaka yanaanza kufanyika. Kwa mfalme akaghadhabika. Miungu ya eneo ikaghadhabika. Roho za eneo zikaghadhabika. Roho za familia zikaghadhabika kwamba katika ukoo huu tumeshapiga marufuku kwamba watu watakuwa wanazaa tu, hamna kuolewa, hamna kukaa kwenye ndoa. Au wakikaa kwenye ndoa hamna amani. Ndoa ile iwe na misukosuko. Lakini kwa nini huyu apate amani? Kwa nini huyu aishi kwa furaha katika ndoa hii? Hamna, miungu inakataa. Inasema hapana. Hapana. Kwa nini huyu aamue kumshika Mungu? Kwa nini huyu aamue kuokoka? Miungu inakataa, inasema hapana. Hapana. Ila wameenda kukushtaki. Ezo umeshtakiwa na washirikina. Washirikina ni akina nani? Ni watu ambao wanajishirikisha na mambo ya nguvu za giza, ila ni kama waumini. Yaani si mchawi wala si mganga, ila kwa sababu ameona unafanikiwa anaenda kwa mganga kushtaki. Kuna mshirikina mwingine huyu hapa, shabiki wa kuna mwingine huyu hapa, mfuasi wa mshirikina yuko hapa anapita. So huyu mtu anaenda kushtaki. Unaona, anapoenda katika ulimwengu wa roho, huyo mtu anaposhtakiwa, karabayando rimando robobosika, anaposhtakiwa anaweza akashangaa vitu vinaanza kutokea hivi na hivi, mambo yanaanza kuharibika. Kumbe kuna mashtaka yanaanza kusomwa juu yake. Hawa wakati wanaenda kushtakiwa walikuwa hawajui kama wameenda kushtakiwa. Wakati wafalme anapewa habari zao, wao walikuwa hawajui. Eza walikuwa wanaendelea na mambo yao. Eza walikuwa wanaendelea na ibada zao. Eza walikuwa wanaendelea na vitu vingine. Walikuwa hawajui kabisa kinachoendelea. Nini kinafanyika? Mfalme akaamuru waitwe. Wakaitwa. Mfalme akaamuru, anauliza sasa, je, ninyi mmefanya makusudi? Kwa nini hamuisujudi sanamu? Na tumetoa amri kwamba sanamu inatakiwa isujudiwe. Ni miungu hii, tumeiweka kwa mfano ya miungu isujudiwe. Hicho ndo kipindi ambacho Mungu anahitaji watu wenye msimamo. Mungu anahitaji watu wenye msimamo. Imetangazwa vita kwenye maisha yako. Aidha ukoo umeinuka, unasema tutaona kama utafanikiwa. Aidha
katika mitaa uliopo wamesema tutaona kama itakuwa hivi, tutaona. Eza waganga wa eneo wameinuka, eza wachawi wa eneo wameinuka, wanauliza, wamekaa, wanatangaza kwamba je, tuone kama itatokea. Wanazuia usiendelee, wanazuia usipige hatua. Ni kwa nini? Kuna mashtaka amepelekwa. Mungu anachokihitaji kwa watu ni nini? Mfalme akawaambia, msipoikubali kuisujudia sanamu hii, msipokubali, basi tupo kwenye moto, tuone kama Mungu wenu atawaokoa. Hawa watu wakajibu wakasema hivi, Mungu atatuokoa katika hilo tanuru, atatuokoa mikononi mwako, mfalme. Lakini hata hivyo, hata asipotuokoa sisi, hatuwezi kuisujudia sanamu yako. Hii ni kipindi au ni wakati wa wewe kuwa na msimamo mbele za Mungu. Wakati wa matatizo wewe unakuwa na msimamo kwamba mimi. Wakati wa malumbano wewe unakuwa na msimamo kwamba mimi siwezi nikamkana Mungu wangu. Ni kweli mmenikataa, ila siwezi nikamwacha Mungu. Ni kweli mmefanya vita na mimi, ila siwezi nikamwacha Mungu. Ni kweli mnanionea, ila siwezi nikamwacha Mungu. Ni kweli mmefanya hivi. Kuna wakati ambapo Mungu anahitaji wewe uwe na maamuzi. Wewe uchukue maamuzi. Na Mungu anaweza akaruhusu, anaweza akawa anataka kufanya kitu kwenye maisha yako, ila anasubiri maamuzi yako. Anasubiri maamuzi yako. Unaamua nini katika wakati huo? Hawa watu waliamua wakasema hivi, Mungu anaweza atatuokoa na umoto na mikono yako mfalme. Wakasema hivi, ngoja ni usome mstari vizuri wa 16. Ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hatuna haja kukujibu katika neno hili. Kama hivyo Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuu ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako mfalme. Basi kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Kwamba Mungu anaweza akatuokoa, au asipofanya hivyo sisi bado hatutaweza kuisujudia. Kuna watu wamemwacha Mungu kwa sababu ya mahusiano. Kuna watu wamemkana Mungu kwa sababu ya ndoa. Kuna watu wamemwacha Mungu kwa sababu ya kazi. Kuna watu wamemwacha Mungu kwa sababu tu ya marafiki. Kwamba unajua, nikionesha na salisali sana marafiki zangu watanionaje. Kuna watu wamemkana Kristo kwa sababu ya ndugu. Kwamba nikisema ninamtegemea Mungu, ndugu zangu hawatanijali. Yes, Mungu ndo amewafanya hao watu. Wasipokujali, unaweza ukamkana Mungu alafu baadaye wakakukana na wao. Wakati wa matatizo ni wakati wa kuchukua maamuzi, kwamba katika kipindi hiki mimi ninasonga na Mungu. Kumbuka, nikawa na usikiliza ushuhuda wa aliyeimba wimbo wa nimeamua kumfuata Yesu. Huyo mtu alikuwa India. Miaka ya zamani alikuwa India. Katika kipindi hicho, unajua India pia ni nchi ya miungu. Wana miungu mingi India, wana miungu mingi. Ina majina mengi. Wana miungu ya aina nyingi sana. Sasa katika nyakati hizo, huyo mtu akawa amesikia habari ya Kristo, amesikia Injili, akaokoka. Alipookoka akaulizwa
Sasa imezua taharuki mpaka wakamfikisha mbele ya mfalme. Tena ilikuwa sio mfalme, ilikuwa ni kama nanilii viongozi viwa, unajua kama Usukumani wana watemi Wamasai wana molani. Sasa wamemfikisha mbele ya yule mfalme, mtemi wao. Akamuuliza yule mtu, je, huyo Mungu wako, huyo Yesu unayemtaja ni nani? Akasema ni Mungu. Sasa maelezo yake akawa wao hawayaelewi. Wakamwambia hivi, chagua moja, umwache Yesu uwe na Yesu ufe, au umwache Yesu uishi. Akasema mimi niko na Yesu. Wakamwambia upo na Yesu? Alikuwa na watoto kama watatu. Wakachukua mtoto wa kwanza wakamchinja mbele yake, wakamuua, akapigwa risasi. Tena walikuwa wanapiga mishale, walipigwa mishale akafa. Wakamuuliza, je, bado tu unamshika huyo Yesu? Akaanza kuimba akasema bado mimi siwezi nikamwacha Yesu. Wakaua mtoto wa pili, wakaua watatu. Yeye akakana, anasema bado tu mimi ninaye Yesu, siwezi nikamkana. Sasa wakati wanaenda kumuua mke wake analia, anamwambia mume wake, usimkane, usimwache Yesu. Yule baba akaanza kulia, huko anaimba wimbo, nimeamua kumfata Yesu. Unajua wimbo kuna watu wanauimba tu, hawajui historia yake. Aliyeuimba huo wimbo aliimba akiwa anafiwa na watoto wake huko wanawatazama. Mke wake amekufa huko anamtazama. Mke wake anauliwa, yupo anaimba wimbo, nimeamua kumfata Yesu. Nimeamua. Wameua mke, wakamnyoshea sasa na yeye mshale, kwamba sasa ni zamu yako. Je, unaendelea kumshika huyu Yesu au tukuue? Akasema hivi, siwezi nikamwacha. Akasema hivi, baba na mama wakiniacha, sitarudi. Ni wakati ambao Mungu anaonekana amenyamaza. Ni wakati ambapo sauti ya Mungu inaweza ikaonekana imenyamaza kwenye maisha yako. Unaomba lakini ni kama Mungu hasikii. Unaomba lakini kama Mungu amenyamaza, yupo kimya. Ni kipindi ambacho ukimuuliza Mungu kwenye jambo hili, Mungu upo, Mungu anakuwa amenyamaza. Huyu mtu anaulizwa kwamba umkane Yesu uishi, ila amemshika Yesu, mtoto amekufa, wa pili anakufa, mpaka anafika mke wake anapigwa mshale mbele yake, anakufa. Mshale unageuziwa kwake kwamba sasa ni zamu yako. Akawa anaendelea kuimba huo wimbo, nimeamua kumfata Yesu. Nimeamua kumfata Yesu. Nimeamua kumfata Yesu. Sitarudi nyuma, sitarudi. Kuna wakati hautahisi uwepo wa malaika, hautahisi uwepo wa Mungu, utahitaji uamuzi. Kuna majira yanayohitaji uamuzi wako, kwamba katika hali hii ni kweli nimezalauliwa, ni kweli nimetukanwa, ni kweli wamenibeza, lakini sitamwacha Mungu. Kwa yote wanayoongea katika maisha yangu, sitamwacha Mungu. Kuna majira ambayo Mungu anasubiri uamuzi wako. Uamue kumshika yeye au uamue kumwacha. Uamue kuendelea na Kristo au uamue kurudi nyuma. Kuna wengine maneno tu, amesikia maneno, anaamua kurudi nyuma. Anasema kwa maneno niliyoyasikia siwezi kuendelea.
Kuna watu familia iliteketea mbele ya macho yao wakiwa wanaona, ila wakasema wanaendelea mbele, wakasema hawamwachi. Na ukumbuka ushuhuda wa mzee wetu Moses Kulola. Moses Kulola anaenda kuhubiri kwa miguu, anaelekea Bukoba, anatembea vijiji kwa vijiji, yupo kwenye Injili. Hamna mawasiliano, ametoka nyumbani, hamna chakula. Mtoto wa kwanza wa Moses Kulola amekufa, Moses Kulola akiwa kwenye mikutano. Hakumwacha Mungu kwa sababu ya hilo jambo, aliendelea kumwangalia Mungu. Yule mama, Mungu ambariki sana yule mama, ambariki sana yule muasisi wa EAGT. Hakumwacha mume wake kwa sababu hakuitunza familia mpaka mtoto anakufa. Unajua kuna kipindi kilifika, watu waliokuwa wanamwangalia Moses Kulola walikuwa wanamwangalia yule mama, wanasema yule mama amepata neema. Ni mke wa mtumishi wa Mungu, miujiza inatokea. Huyu mama Mungu ambariki, Mungu amemjalia, amempa neema. Jamani, kuna gharama. Kuna wakati unapaswa ukubali kulipa gharama. Matatizo unayoyapitia yanaweza akawa ni njia ya kuinuka kwako mbele za Mungu au njia ya kuanguka. Inaweza ikawa ni njia ya kubarikiwa kwako au ni njia ya kupata laana. Njia ni moja, kumwamini Mungu, kuchukua maamuzi. Kuna wakati ulipochukua maamuzi ya kwanza ukasema ninaokoka. Ni maamuzi ya kwanza ya kuokoka. Kuna wakati unachukua maamuzi kwamba lazima familia yetu ifunguliwe. Kuna wakati wa maamuzi magumu. Unawekewa njia mbili. Hapo ndipo linapotimia andiko kwamba iko njia ionekanayo kuwa njema machoni pako, lakini kule inakoenda inaelekea upotevuni. Unaamua nini katika mazingira magumu, katika nyakati ngumu? Umeamua nini kando la magadusha la maatea? Unaamua nini wakati huu? Usiku wa leo unatakiwa uchukue maamuzi. Kuna wengine wapo kwenye mahusiano. Yale mahusiano mtu anakuambia bwana, wewe kama unaendelea na hiyo unaendelea na huyo Mungu wako, mimi na wewe basi. Anaamua kumwacha Mungu kwa ajili ya mahusiano. Inaweza ikawa kilikuwa ni kipimo, Mungu anakuweka kwenye mizani. Una struggle kwa uchumi, adui anakufungulia milango. Kwa babana, mlango huu hapa. Aisee, nakumbuka baada ya kufika Arusha. Baada ya kufika hapa Arusha, nilikuwa kila eneo kilipata wanakuja watumishi wa Mungu wanasema ni la kwao. Kwa hiyo wanaanza kukuambia masuala ya serikali, mara watafanya hivi, mara watafanya hivi. Kwa hiyo unawapisha, unawaacha. Unawapisha. Siku moja kuna mama mmoja akawa kuna mahali huduma ikawa imemshinda pale. Anasema lile eneo lina vita. Nikamwambia mama, niachie hili eneo sasa. Akawa nataka nimpe hela, yeye alikuwa amepewa bure lile eneo, kwamba huduma ikisimama ndio ataanza kulipia. Akawa nataka mimi niwe namlipa yeye hela. Alafu akanichukua sasa na nipeleka kwamba kwa baba yake wa kiroho. Kwamba tunetoka ananiambia twende kwa baba yake wa kiroho. Mimi nikajua tunaenda kumuona tu. Kumbe yeye anataka nikasubmiti niende nikaombewe kwamba huku nilikotoka hamna neema. Tulipofika pale, alivyoniambia kwenda, Mungu akanizuia, akaniambia hamna kuombewa. Kwa hiyo nikawa nimekaa. Yule mama tumetoka pale akawa amenichukia. Kwa hiyo nilikuwa njia moja kwamba ningeenda kuonana na ule mtumishi ana connection. Kwa hiyo ningepata connection ya watumishi wa Mungu, lakini ningepanda roho ya uasi. Kwa hiyo ni njia moja kati ya wewe njia moja kati ya wewe, yani umewekewa mafanikio au kumtii Mungu. Umtii Mungu, uvumilie, Mungu aje akuinue kwa majira na nyakati zake. Mungu aje akufanikishe kwa majira na wakati wake. Lakini huku unapewa njia ambayo unaambiwa ni kama shortcut way, kwamba utakayoipitia njia ni njia ya uasi.
lakini unafanikiwa mapema. Sijui kama kuna watu wananielewa. Ni njia ndogo lakini unafanikiwa mapema. Ila kuna njia nyingine unaambiwa ukubali kutii, lakini kwenye hii njia kuna 1, 2, 3 unaambiwa yote mambo mabaya. Kwa hiyo nimepita kwenye ile hali mpaka kinafika kipindi sasa Mungu anaanza kuzungumza kwamba hivi, nimekupima kwenye swala la fedha, nimekupima kwenye swala la uaminifu, nimekupima kwenye nini. Kwa kumbe nilikuwa napita kwenye kipindi, na kile kipindi kilikuwa kinategemea maamuzi yangu. Roho Mtakatifu akwambie tu hivi, maamuzi. Kuna wakati Mungu anakaa pembeni, anasubiri maamuzi. Hawa kimefika kipindi, Meshaki, Shadrach na Abednego, Mungu amenyamaza kimya. Wanasema tunamjua Mungu huwa anatuokoa. Wakasema mfalme, huyu Mungu anaweza akatuokoa na tanuru lako la moto, lakini pia anaweza akatutoa mikononi mwako wewe mfalme. Ila kama si hivyo pia hatuwezi kuisujudia sanamu yako. Lakini manake wanasema Mungu anamjua huwa anawaokoa, lakini kwenye hichi kipindi kuna kitu anakiona hakipo sawa kwenye ulimwengu wa roho. Wanahisi kama mbona kama uwepo kuna namna fulani huwa tunaifili uwepo wa Mungu, lakini hatuufili sasa hivi. Kuna namna fulani huwa karama za kataya. Kuna mtu ukipita kwenye matatizo, kinafika kipindi hata ukiwa unaomba, mwanzo ulikuwa ukianza kuomba tu, Baba kwa jina la Yesu, unasikia mwili unasisimka, unasikia nguvu za Mungu kama zinaongezeka, unaomba masaa 3, masaa 4. Kinafika kipindi ukianza kuomba hivi unasikia moyo umekata tamaa, unasikia wingu limekata, unahisi Mungu amekuacha, alafu upo kwenye matatizo. Kwa hiyo unaomba dakika 5 unanyamaza. Unakuwa unasikia tu wenzako wakiwa wanaomba, unakuwa unaitikia Yes Lord Jesus. Hamna kiu ya maombi. Kipindi hicho watu wengi huwa wanaanza kujilaumu, wanasema nitakuwa nimetenda dhambi, nimemtenda Mungu dhambi, ndio maana neema ya maombi imeisha. Kilifika kipindi Yesu akiwa msalabani, aligundua kwamba Mungu hayupo pamoja na yeye pale msalabani. Aligundua kwamba Mungu amemwacha. Akasema Eloi Eloi lama sabakthani. Ni kipindi ambacho Yesu mwenyewe akagundua, hapa nimeitwa kwa kazi moja, kufa msalabani kwa ajili ya ulimwengu. Nimeitwa ili kuufia ulimwengu. Kwa akachukua maamuzi. Maandiko yanasema, akasema mikononi mwako naiweka roho yangu. Kuna kipindi ambacho unapitia, Mungu anahitaji ukae, kama uko chumbani kwako, kaa kwenye utulivu, anza kumwambia Mungu, mikononi mwako ninayaweka maisha yangu. Mikononi mwako ninaiweka biashara yangu. Mikononi mwako ninaiweka ndoa yangu. Mikononi mwako ninaliweka kampuni langu. Mikononi mwako Yesu ninalikabidhi kampuni langu. Baba, ongoza wewe. Kuna wakati kifika kipindi umkabidhi Mungu. Yesu alipofika kile kipindi akagundua kusudi langu la mimi kuja duniani ni kwa ajili ya kufia ulimwengu, sio kwa ajili ya kuendelea kuwa nao tu, ili nife kwa ajili yao ili wao wapate maisha. Kuna muda wa maamuzi. Yesu ndipo akachukua maamuzi. Akasema, akaitoa roho yake. Na watu waliolishuhudia jambo lile wakashuhudia amekufa namna ile, wakasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Kuna wakati maamuzi yako yanatakiwa yaonekane ili watu wajue kweli huyu anamwamini Mungu. Kweli huyu anafanya biashara lakini anamwamini Mungu. Kweli huyu anafanya kazi lakini anamtumikia Mungu. Ana Mungu huyu mtu. Maamuzi alionayo ana Mungu. Kwa jinsi walivyomsema lakini ana Mungu. Kwa jinsi walivyomsodoa lakini ana Mungu. Kwa namna ambavyo mapito amekuwa anayaona lakini anamwamini Mungu. There is a time for you to decide. There is a time for decision. Mungu mwenyewe anakuwekea njia mbili. Kwamba mwanangu, chagua. Umenitumikia ila sasa. Umenitumikia. Lakini ni majira ya kubarikiwa. Chagua. Unaenda kumtumikia nani?
kwa sababu kuna kufanya kazi ya Mungu na kuna kufanya kazi na Mungu. Ili ufanye kazi na Mungu lazima Mungu akuamini. What I'm doing now, I'm fight for my reward. Ninapigania taji yangu. Kwa nguvu zote na kwa uaminifu wote, ili Mungu atakaponiamini. Ili uaminiwe, unaaminiwa kwaje? Kwa kushinda vishawishi, kwa kushinda majaribu. Yesu akasema, mfalme wa dunia hii, Mungu wa dunia hii alikuja kwangu, lakini hakuwa na kitu kwangu. Kwa nini hakuwa na kitu? Alikuja kumjaribu mara zote, lakini hakufanikiwa. Kuna watu wanaingia kwenye mitego kwa sababu ya vitu, just kwa sababu ya visawadi vidogo vidogo, anaingia kwenye mtego. Wengine chakula, vitu vidogo vidogo. Hebu kuwa na msimamo mbele za Mungu. Mahali hapa ninachozungumzia nini katika kitabu hiki cha Danieli? Hawa ndugu walimwamini Mungu. Jambo la kwanza, hawakuangalia wameshtakiwa. Hawakuanza kutoa maneno kwamba unajua mfalme, hawa wamekuja kuleta haya maneno, unajua wameleta haya maneno, unajua ni uongo, unajua bana sasa. No, hawakuanza kujitetea. Kuna muda mwingine hahitaji ujitetee. Unajua uko na Mungu, simama katika kweli ya Mungu. Unajua uko na Mungu, muamini Mungu. Wewe ili mradi umesimama kwenye kweli ya Mungu, alafu Mungu ataonekana. Hakikisha tu kwamba mimi nimesimama katika njia ya Mungu. Riko sabarana juveketia mando robo shandala wagadaus. Kitu kilichofuata ni nini? Mfalme akaamuru tanuru lichochee mara 7. Kuna watu baada ya mambo kutokea wakaamua kusimama na Mungu, matatizo yakazidi, vita ikazidi, persecution ikaongezeka, wakaonekana hawatainuka tena, hawatasimama tena, hawatafanikiwa tena, hakuna kitakachoendelea katika maisha yao. Wakaanza kukata tamaa. Lakini tanuru limechochewa mara 7. Kwa nini? Katikati ya lile tatizo ndipo Mungu anataka akaonekane. Wale wanaokuja kuchochea anguko lako, wale wanaokusukuma kwenye kuanguka kwako, wanaosukuma kile kilichoanza kife, wanaosukuma biashara yako ife, wanaosukuma mahusiano yako yafe, wanayosukuma kwamba ukataliwe, wanaosukumia kwamba uachwe, wanasukuma utukuzwe kazi. Ule moto waliouwasha, maandiko yanasema wale mashujaa waliochaguliwa wakawatupe Shadrach, Meshach na Abednego, waliteketea kwa moto. They died by fire. Ule moto walioenda kuwatupa ndio uliowaunguza, uliowaua. Alafu mfalme akainuka akasema hivi, anawaambia mawaziri, je, hatukutupa watu 3? Hali wamefungwa, tazama wanatembea. Na mfalme anasema hivi, ninaona si 3 tena, ninaona 4. Katikati ya tatizo Mungu huwa anaonekana. Ila anaonekana kwa watu gani? Biblia inasema hivi, wenye kuvumilia mpaka mwisho wataokoka. Uko lazi kuvumilia? Je, maneno tu yale yaliyozungumzwa ndio yanakufanya umwache Mungu? Yanakufanya urudi nyuma? Yanakufanya upige pause kwenye mambo ya Mungu? Ni kitu gani kitakachotutenga na upendo wake Mungu? Haujaokoka kwa ajili ya watu.
Usiokoke kwa ajili yangu, usiokoke kwa ajili ya mchungaji, usiokoke kwa ajili ya padri, usiokoke kwa ajili ya askofu. Okoka kwa sababu ya Mungu, okoka kwa sababu unampenda Mungu, na mtumishi asikufanye ukarudi nyuma. Wewe songa mbele, kwa sababu mwanadamu ana madhaifu. Mwanadamu ni mwanadamu, ana madhaifu. Yesu alipouvaa mwili akakiri akasema, mbona waniita mwema? Hakuna aliye mwema isipokuwa Mungu tu. Kwa hiyo hata wanadamu nao waona huwa wana madhaifu yao. Kwa hiyo madhaifu ya wanadamu yasikufanye wewe ukaacha kusali, yasikufanye wewe ukamwacha Mungu. Madhaifu yaliyoonekana katikati ya Wakalidayo, wakawachongea kina Shadraka, Meshaki na Abednego kwamba wauawe. Walipotoka katika lile tanuru la moto, wale watu wakawa wadogo wao, kwa sababu mfalme akatangaza kwamba hivi aabudiwe Mungu wa hawa watu. Abashaka la bagadia rimasoko parana magadia. Unaona, ukisoma ule mstari wa 29 katika Danieli 3 inasema, basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakao nena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraki na Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. So kinaweza kikafika kipindi eti watu wamekuongea eti unasema mimi namwacha Mungu. We, unatakiwa, kuna namna Mungu anaweza kuwa anataka kutengeneza. Kuna namna Mungu anataka kuifanya kwenye maisha yako. Wanadamu wasifanye ukashindwa mtihani wako. No. Let them talk. Acha waongee, acha waseme. Alafu wakiwa wanasema, wewe mshukuru Mungu, kwa sababu wakiwa wanaongea na wanataka uanguke pengine nini, wewe kaza mwendo. Unamwambia Mungu, mimi ninaichuchumilia taji yangu. Riepakatarabagadia. Maandiko anasema mara 100 duniani kisha uzima wa milele. Wanaweza kawa wanasema hivyo kwa sababu Mungu anaweza kawa amewaruhusu, kwa sababu anajua kinachokuja mbele. Anajua baada ya miaka 10 nini kitatokea. Anajua baada ya miaka 6 nini kitafata. Anajua baada ya miaka 3 kuna nini kinaenda kutokea. So anaweza akaruhusu kukupima, je, unastahili? Una moyo mkuu? Hawa watu walipotoka, sijaona mahali popote walipoanza kutangaza kwamba sasa mfalme, unajua kuna watu walikuwa wanatuchongea bwana, sasa walikuwa wanachongea kwamba sisi tuteketezwe kwenye moto. Kwa hiyo unaonaje mfalme, wale waliotuchongea na wenyewe wakaweka kwenye moto? No. Hawakuwa busy na hayo mambo. Wao wakawa busy kuangalia utukufu wa Mungu. Mfalme mwenyewe anaanza kutoa amri, kwamba jamani, hakuna Mungu anaweza kuokoa kama Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Kwa hiyo mtu yeyote asije akanena neno lolote kinyume na huyu Mungu. Nikikusikia au nikisikia, imekula kwako. Matatizo yanayokukuta inaweza likawa ni kusudi la Mungu kwa ajili ya promotion yako. Pengine hayo matatizo, hizo kesi zinazotokea hapo kazini, Mungu anatengeneza, kuna namna anakutengenezea jina, kwamba atakapotaka kukupromote, yoyote atakayeanza kuwa anasema hivi, mnajua bwana huyu mtu watu watakuwa wanasema hivi, lakini huyu mtu amefanya kazi kwa ugumu. Tumeona walikuwa wanapingwa. Tumeona haya yote alikuwa anafanyika. Sasa kinafika kipindi hawa watu wanamwabudu Mungu wanavyotaka. Maana yake wana uhuru. Mungu wao anatawala sasa katika nchi ya ugeni wa Kalidayo. Anatawala. Pengine hao wanaokuinukia, Mungu anataka kufanya uwe mkubwa kuliko wao. Pengine Mungu anataka kupromote uwe juu yao. Kwa adui anaweza kawa anawatumia
na Mungu anaweza karuhusu adui awatumie ili wakupime. Wao wanataka kukushusha, kumbe Mungu amekusudia kukuinua. Kuwa makini na hali unayopitia. Kuwa makini na mapito unayopitia. Watu wamekukataa, pengine Mungu anataka wewe uanze kumwamini yeye. Anataka umtegemee katika kila hali. Anataka uombe. Unakawa na mapepo usiku. Unapigia watumishi hawaonekani. Unatafuta simu za watumishi ziko busy. Mungu anaweza kawa anataka uanze kuomba, pengine ameweka nguvu ya kuua wachawi, ameweka nguvu ya kukamata wachawi, ameweka nguvu ya kushinda mizimu, ameweka nguvu ya kushinda mapepo. Wewe unakazana kwamba unajua siku hizi watumishi, kumbe Mungu ameruhusu watumishi waonekane wabaya, watumishi waonekane wana act kinyume na wewe, ili wewe utiwe nguvu katika Bwana, ili wewe useme ninaweza nikamtafuta Mungu. Kuna watu ndani yao imewekwa nguvu ya kuanzisha vitu, ila wale watu unakuta hawataki kuanzisha kitu. Wao wamekaa wanataka kuajiriwa tu. Mungu anaweza kaleta matatizo hapo kazini. Hautapata amani kwenye hiyo kazi. Utakuwa unafanya kazi unaona vita, unaona wenzako wana amani tu, wewe wenzako wanafanya nini? Kumbe wewe unapaswa kuanzisha jambo. Unapaswa kuanzisha jambo. So Mungu anaweza karuhusu moto ili ule moto ukupampu. Akili yanze kuja, hivi kweli siwezi nikaanzisha kitu changu? Hivi kweli siwezi nikasimama kwenye hiki? Hivi nikianzisha kitu fulani nikasimamia nikawa serious, akiwezi kikaenda? Mungu anaruhusu matatizo ili anakuforce ukachukue maamuzi. Anakupush ukachukue maamuzi. Unahitaji kuamua leo. Katika hali ulionayo unahitaji kuamua leo. Ni nani unayemtegemea? Yoshua akawaambia wana wa Israeli, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Chagueni hivi leo ni nani mtakayemtumikia. Yoshua aliwauliza wana wa Israeli, chagueni hivi leo ni nani mtakayemtumikia. Kuwa unasali tu haitoshi. Kwenye ndani ya moyo wako umeamua nini? Kwa sababu unajuaje mtu ana maamuzi? Baada ya mchungaji kukusema vibaya, umeamua kwamba mimi sitasali na kanisa lao. Unaanza kulipondea na kanisa. Unaanza kumpondea na mchungaji. Unaanza kusema sijui nini. Unaanza kufanya sijui nini. Unaanza kuwasema, unaona kwanza hata uongozi wao uko vizuri. Unaona mtu mwenyewe kwanza hana upako. Sijui nini. Uliokoka kuwa mfuasi wa mchungaji au ulifanyika kuwa mfuasi wa Yesu? Are you Christian or are you Pastarian? Yani umebeba jina la umeokoka kwa ajili ya. Kama umeokoka, uliokolewa, kama uliokoka ukamfuata Mungu, hauwezi ukaacha kwenda kanisani kwa sababu watu wamekusema vibaya. Hauwezi ukaacha kumwabudu Mungu kwa sababu wamekuzungumza vibaya au kwa sababu wamefanya kitu tofauti na kile ambacho ukitaki. Hauwezi ukamwacha Mungu kwa sababu hiyo. Na ukumbuka msemo wa mzee wetu mnanili Mwakasege, akawa anawaambia baada ya kufa kwa Mfalme Sedekia, watu wanaomba, yeye akawaambia hivi, Mungu ni Mungu. Hata kama akijibu tofauti na vile ulivyoomba, bado atabaki kuwa Mungu. Je, kama ni Mungu amewaamuru wakuhubirie? Je, kama ni Mungu amewaamuru wakuseme vibaya? Je, kama ni Mungu amewaamuru? Unajuaje kama ni Mungu ameamua kusema hivyo? Unajuaje kama ni Mungu ameamua kuzungumzia hivyo? Daudi akasema, mwacheni Shemaya aniseme. Je, kama ni Mungu amemwamuru kwamba mlaani Daudi? Wewe unajuaje? Je, kama ni Mungu ameamuru hao watu kazini wainuke kinyume na wewe, ili baadaye bosi aje achukue tu maamuzi ya ghafla kwamba mmemsema vibaya, aya ninampromote. Unajuaje?
tusiishi kwa kufata mikumbo, tusiishi kwa kufata watu, tuishi kwa kumwangalia Kristo. Ishi kwa kumtazama Kristo katika maisha yako. Baduvelekina maoza va anta ragadia prosti vla ante mide gori yabashanta raba baba yando ribo shanda rabaya yando ribo kori braanda. Mungu awabariki wote ambao mnaingia mahali hapa. Kandosha la monde keria basanta. Kwa kuna mambo Mungu anaruhusu upite kwa sababu kuna utukufu. Biblia inasema katika Yakobo kwamba mtu yule astahimilie majaribu, akiisha kukubaliwa atapewa taji ambayo Mungu amewaahidia wale wampendao, wale hawapendao. Anawapenda watu gani? Wale wanaomtafuta kwa bidii, wale wanaoshika neno lake, waliokuwa na msimamo kwake. Maana Biblia inasema atakayeshinda, atakayevumilia mpaka mwisho. Unajua kuna maneno mengine tu tunayafikiria, tusio tunasoma kawaida. Yesu anasema hivi, mimi nimeushinda ulimwengu. Hebu lifikirie hilo neno, kwamba mimi nimeushinda ulimwengu. Kwamba huyu Yesu alikuwa anashindana. Kumbe Yesu alipokuwa duniani alikuwa anashindana. Kumbe Yesu alipokuwa duniani anaishi alikuwa anashindana. Alikuwa anashindana kwenye ulimwengu wa roho. Hakuwa amekaa tu, alikuwa anashindana. Kwa hiyo kumbe hapo ulipo unashindana. Unafanya biashara yako unashindana. Yeye aliushinda ulimwengu. Na wewe kama ni mfanya biashara unatakiwa ushinde ulimwengu wa biashara. Wewe ni mtumishi wa Mungu, ushinde ulimwengu wa roho, wa vita vya kiroho vishinde. Unatakiwa ushinde kila eneo lilopo. Yesu alishindana. Alikuja kuukomboa ulimwengu, akasema mimi nimeushinda ulimwengu. Duniani mnao ziki kuu, mimi nimeushinda ulimwengu. Mungu aliumba dunia, ila ulimwengu ni nini? The world is the system. Ulimwengu ni nini? Ulimwengu ni mfumo. Kwa Yesu aliushinda mfumo ulioingizwa duniani ili yeye aweze kuingiza mfumo mwingine. Wakati wa Musa, Biblia inasema walibatizwa wote. Walipita chini ya wingu na katikati ya bahari, wakabatizwa, wakafanywa kuwa wa Musa. Kwa Yesu alipokuja, alipokufa, watu wanapobatizwa, wanapoinuka wanafanyika kuwa wa Kristo. Alipokufa ukafa naye, alipofufuka umefufuka naye, umekuwa wa Kristo. Kwa hiyo mtu yoyote asikufanye ukamwacha Mungu, kwa sababu mwanadamu ana madhaifu. Mwanadamu ana mapungufu. Kifika kipindi uwe na maamuzi kwamba mimi nimeamua kumfuata Yesu. I say, kama haijafika kipindi mashetani akaanza kukutokea na kukupa ahadi, haya basaya, endelea, kitafika. Kuna siku natokewa na pepo. Unajua Beliali, yanatokea mapepo. Hakuwa Beliali mwenyewe, yalikuwa ni mapepo fulani, majini fulani tu yalitokea. Yakawa ananiambia hivi, ukiacha kumtumikia Mungu, tutakubariki sisi, tutakupa cheo, utakuwa mkubwa kama Beliali. Sasa nikaanza kuwaza, nikasema hata kwa nini wao wenyewe wasiwe kama Beliali? Kwa nini wao wenyewe wasiwe hivyo, wasiwe kwenye hiyo nafasi? Kama wao wanaiona ni kubwa, kwa nini wao wasiwe kwenye hiyo nafasi? Decision. Katika mambo unayopitia, kuwa na maamuzi. Usiwe mwepesi wa kuamua. Fikiria, toa maamuzi sahihi. Fikiria, toa maamuzi sahihi. Kuna watu wametoka kwenye ndoa ambazo ni mpango wa Mungu, kwa sababu ya vita ilipoinuka tu wakaamua watoke, ila si mpango wa Mungu wao kutoka.
Kuna watu mahusiano wameyavunja kwa sababu ya maneno ya watu, lakini kumbe si mpango wa Mungu tu. Kuna wakati umechukua maamuzi ambayo si sahihi. Kaa fikiria. Mtaendelea kusita namna hii hata lini? Mungu alikuwa anauliza. Yoshua mtumishi wa Bwana akauliza akasema, chagueni leo hii ni nani mtakayemtumikia. Chagua leo hii ni nani utakayemfuata. Chagua leo hii ni nani utakayemtegemea, kama ni waganga au Mungu, kama ni uchawi. Chagua leo hii. Wakati wa mambo magumu ndipo Mungu anawaacha watu wachague. Unajua, mtu akiwa na mambo mazuri, vitu vizuri, anakula vizuri, anavaa vizuri, hela ipo, kila kitu kipo, ni vyepesi kusema bwana, sisi tunasaidiwa na Mungu. Wakati wa matatizo hauoni hata mtu mmoja wa kumpigia simu kwamba umepatwa matatizo. Unakosa hata mtu wa kumpigia simu kwamba bwana, niazime kiasi fulani. Wakati kama huo umepatwa matatizo, hauelewi umfanyeje. Ndio wakati Mungu anawaangalia watu kwamba wanaamua nini, kwamba je, mwanangu ataamua leo kunitegemea katika hali ngumu hii? Nafikiri Mungu alimbariki zaidi Ayubu kwa sababu katika magumu Ayubu akaonesha msimamo wake kwa Mungu. Just anaambiwa curse God and die. Curse God and die. Amlaani Mungu ili afe. Kwamba mlaani Mungu kafe Ayubu. Ila akasema, je, tupokee mema tu wala si mabaya? Huyu mtu amekuwa kiroho. Nafikiri huyu mtu alikuwa ni hatari sana. Ni mtu hatari sana Ayubu. Na mtu hatari sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusema maneno haya, nataka tuombe na watu. Omba mahali hapo ulipo. Mwambie Mungu, kumbuke, achilia rehema zako Jehova. Nataka tufanye maombi kidogo ya rehema. Tuombe, alafu tuna group la WhatsApp. Lakini pia wewe ulioko mahali hapa, please, ninatamani kuanza kuwa naendelea kufanya vipindi YouTube. Natamani kuendelea kufanya vipindi. Nataka tuombe mahali hapo. Naomba popote mahali hapo ulipo, unaweza kurudia maombi haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako hivi nilivyo. Ninatubu, ninaomba rehema. Yesu, unisamehe dhambi na makosa niliyotenda mbele zako. Yesu, ninaomba neema yako. Yesu, unisamehe pale nilipochukua maamuzi yasiyofaa kwa sababu ya hasira, kwa sababu ya kuumizwa, kwa sababu ya hali mbaya, kwa sababu ya mapito, nikachukua maamuzi sio sahihi. Baba, ninaomba rehema zako. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unisamehe. Yesu, ninatubu katika jina la Yesu. Ninaomba rehema kwa ajili ya wazazi wangu. Ninaomba rehema kwa ajili ya ndugu zangu. Ninaomba rehema Yesu kwa ajili ya uzao wetu. Baba, achilia rehema siku hii ya leo. Rehema zako usiku huu wa leo. Tunaomba neema yako.
na rehema zako. Tunakikaribia kiti chako cha neema kama ilivyoandikwa, na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema na neema itakayotusaidia. Yesu, nakisogelea kiti chako cha neema ili Bwana tukazipokee rehema zako. Baba, ukatukumbuke leo. Ninatubu kwa ajili ya yale maamuzi ambayo niliyachukua ambayo hayakuwa sahihi. Yesu, ninatubu kwa ajili ya ule uamuzi niliochukua wakati ule Bwana nikakutenda dhambi. Ule uamuzi niliochukua Yehova, nikafanya jambo lililoharibu maisha yangu. Baba, leo ninatubu kwa ajili ya yale maamuzi. Ninatubu leo. Ninageuka. Ninakugeukia wewe Yesu. Ninakugeukia Jehova. Ukanipokee. Ukanigeuze. Unifanye kuwa mwanao. Unioshe kwa damu yako ya thamani, kama hisopo ilivyotakasa madhabahu, kama hisopo ilivyoosha watu wako. Yesu wa Nazareti, ninaomba rehema. Ninaomba rehema. Ninaomba rehema. Unirehemu Yesu. Unirehemu Yesu. Riapa katara mando robo sike. Endelea kuomba rehema mahali hapo. Kuna wengine walichukua maamuzi kuingia kwenye mahusiano kwa sababu ya shida tu. Kuna wengine walichukua maamuzi ya kutoa mimba kwa sababu ya hali. Kuna wengine walichukua maamuzi ya kushiriki jambo ambalo limeleta laana katika maisha yao. Baba, ninatubu kwa ajili ya watu wako. Tunaungana leo, tunaomba rehema. Tunaungana leo, tunaomba rehema. Mungu wa rehema, achilia neema yako. Mungu wa rehema, achilia rehema zako. Mungu wa rehema, achilia neema zako. Neema na rehema. Neema na rehema. Riapa katarapa katoza. Ria kataramando robosi kapariando roboshaka. Endelea kutubu mahali hapo ulipo. Endelea kuomba rehema mahali hapo ulipo. Mwambie Bwana, nikumbuke. Mwambie Bwana, onekana katika maisha yangu. Yesu, onekana ukinitetea. Yesu, onekana Mungu. Onekana Bwana, achilia damu yako ya thamani, achilia damu yako ya thamani. Baba, ikanitakase, Baba, ikanisafishe. Achilia damu yako ya thamani juu ya ukoo wetu. Achilia damu yako ya thamani juu ya ndugu zangu. Achilia damu yako ya thamani juu ya kaka zangu. Achilia damu yako ya thamani juu ya dada zangu. Achilia damu yako ya thamani Yesu, juu ya watu wako. Damu ya Yesu ikatakase, damu ya Yesu ikaoshe. Baba, tunatubu pale tulipochukua maamuzi yasiyofaa. Leo tunatubu kwa ajili ya dhambi. Tunatubu kwa ajili ya ule uovu. Riapakatarapakatoya rieketetere mando robosika rimando robo shandara mando robo korabashanta. Ya baba yanda rababa yanda rama mando robo shanda rabahando ria kataria mando robo shaka ripa kata parakata rieketeteria kataria mando koria basantori mandele kia akando robo sente mikaramando jandeli bianda va akatume enia kataya konsele mi enterikaya meneserenaya mandesorina mazanta. Yesu, tunaomba rehema zako siku wa leo. Baba, ukakumbuke watumishi wako tena. Yesu wa Nazareti, riapa katera mando robo shaka. Ukasema unasamehe dhambi ulimwenguni. Ulikuja ili tuwe na amani. Ulikuja ili tuokolewe. Ulikuja ili Bwana tupate wokovu. Baba, tunaomba rehema yako. Leo tunaomba rehema yako. Achilia neema yako Jehova. Rapa shaka rapa kata ripo shaka yanda rama mando robo shaka. Omba rehema, omba rehema, omba rehema mbele za Bwana mahali hapo. Ria mando robo shaka. Kama unaweza ukakamata sadaka yako rehema pia. Ukamwambia Mungu, ninatubu, ninaomba rehema. Ninapanda na sadaka hii Bwana. Ninaambatanisha Mungu wa Israeli. Baba, ninatubu kwa ajili ya Bwana ya watu hao. Kuna wengine Bwana walichukua maamuzi ya kuzindika ardhi yao. Walichukua maamuzi Bwana ya kuweka mazindiko katika nyumba
zao, walichukua maamuzi Bwana ya kuzindika kazi zao, baada ya kuona kama Mungu umenyamaza, baada ya kuona kama Mungu haonekani, walipoona kama Mungu upo kimya kwao, wakachukua maamuzi ambayo si sahihi. Jehova, leo ninatubu kwa ajili ya ardhi ile, ninatubu kwa ajili ya eneo lile, ninatubu kwa ajili ya biashara ile, ninatubu kwa ajili ya familia ile. Riapa katarapa kataya, rieketeteria kataya, karia mandoriba santala mandorobo shaka, leka shandoriba kantaraba, liko saka parada gadoza, rimazuverena mazonto riba gaduza, iandosha kabala na mazanteya. Katika jina la Yesu aliye hai, Baba, neema yako ya ukombozi katika ardhi ile, neema yako ya ukombozi Bwana juu ya watu wako, kwa jina la Yesu aliye hai, neema yako ya ukombozi Bwana, neema yako Yesu Kristo. Wengine walichanjwa chale baada ya maamuzi yale, Baba, damu zao zikakombolewe Yesu, zikakombolewe Yesu. Wengine walipeleka kucha, wengine walipeleka nywele, wengine Bwana walipeleka vitu mbalimbali, vitu vyao vikakombolewe. Neema zako Bwana, neema yako Bwana, neema yako Bwana. Ninaita neema yako Mungu wa neema. Rapa kasata rapa katoza riamando robo shandara mando robo sika la kuvenda la mahanda iando robo bosika parada gadoza, kwa jina la Yesu aliye hai. Neno la Bwana linasema katika kile kitabu cha Yeremia, la bendo zuva antoridaya makaraba bazontorida baragadosh. Neno la Bwana linasema katika kile kitabu cha Yeremia, ile sura ya 5, ule mstari wa 25 nafikiri. Neno la Bwana linasema rapasha karabaya. Neno la Bwana linasema, maovu yenu yamegeuza haya, na dhambi zenu zimeazuilia mema msiyapate. Waambie Bwana, ninatubu juu ya uovu wa aina yoyote katika maisha yangu, uovu wa aina yoyote unaonekana juu yangu, uovu wa aina yoyote unaonekana mbele yangu. Baba, leo ninatubu kwa ajili ya jambo hilo. Mwambie Yesu, ninatubu juu ya uovu ule, ninaomba rehema zako. Riapa kataparia kataya rieketeteria mandori ya bakari ya mandoro boshaka riandeka saya mandori kantala mandoro bosika yandala kantore kaya mandeso kotebekia mataya koteperi yandara mandori basete lenomo sakara mahanda lendiso rika mantele ketea riaka pariaka tosha leko sandara mando. Mwambie Bwana, maovu ya aina yoyote yanaonekana juu yangu, juu ya familia yangu, uzao wa baba yangu, uzao wa mama yangu, uovu wa aina yoyote unaonekana, dhambi ya aina yoyote Bwana iliyozuilia mema, Bwana ikaondolewe leo kwa damu ya Yesu. Mwambie Bwana, kwa damu ya Yesu ule uovu ukaondolewe, ukanisafishe Yehova, ukanitakase Yehova, ukanitakase. Mwambie Bwana, imeandikwa wewe ndio tutakasaye. Unitakase Yesu kwa jina lako, unitakase leo kwa damu yako. Riakataramando robosaka. Mwambie Bwana unitakase, mwambie Bwana unioshe, mwambie Bwana unitakase, mwambie Bwana nitakase usiku wa leo, mwambie Bwana nitakase usiku wa leo, nikawe safi mbele zako, nichovye katika damu yako, mavazi yangu yakachovye katika damu yako, mavazi ya utumishi wangu Yesu yakatakaswe, mavazi yangu yakatakaswe Yesu. Wengine wana mavazi ya kazi, wana mavazi ya biashara, yakachovye katika damu yako. Imeandikwa hawa ni wale ambao mavazi yao yamechovya katika damu ya mwana kondoo, yameoshwa kwa damu. Mwambie Bwana, vazi langu likaoshwe. Pengine imelitia doa kwa kujua au kwa kutokujua. Yesu, lioshe vazi langu,
takasa jina langu. Pengine Yesu, jina langu nimeliharibu kwa sababu ya maovu, kwa sababu ya dhambi yangu. Mungu takasaye, nitakase. Yoshe kwa isopo nami nitakuwa safi. Yoshe kwa isopo nami nitatakasika. Yoshe Yesu nikawe safi. Wesewa dhambi zetu zijapokuwa nyekundu kama bendera, ama zitakuwa nyeupe kama sufi, zitakuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Leo tuoshe Yesu. Tuoshe Bwana, tukayaone mema tena. Tuoshe tukapate mema katika mambo yetu. Tukapate mema Bwana katika ndoa zetu. Tukapate mema katika utumishi wetu. Tukapate mema katika kazi zetu. Tukapate mema katika ofisi zetu. Tukapate mema Bwana katika biashara zetu. Baba, katika jina la Yesu aliye hai. Baba, ninaomba neema yako sasa. Rapa katoriba shanda raba bahaso. Kuna wengine ni wagonjwa mahali hapa. Kuna wengine wanaomba kibali mbele za Bwana. Kuna wengine wanaombea kazi. Yesu wa Nazareti, ninatamka leo juu yao. Kwa rehema na neema yako Bwana ukawatendee. Kwa rehema na neema yako Mungu ukawaguse. Kuna wengine wanafanya kazi, mishahara yao inacheleweshwa. Wanafanya kazi kwa bali ya malipo inakuwa ni changamoto. Wanakutegemea kwa bali ya ndoa. Baba, fungua mlango kwa jina la Yesu. Neema na kibali chako Bwana. Neema na kibali kwa jina la Yesu. Kibali kitakachowafaulisha. Kibali kitakachowapa kazi. Kibali kitakachowapa ndoa. Kibali kitakachowapa kukumbukwa. Kibali Bwana. Kila roho inayokuwa inaondoa kibali, ambao Bwana ilipitia uovu ule kwa mlango, ng'oka katika jina la Yesu. Roho ya magonjwa, ng'oka kwa jina la Yesu. Roho ya kukataliwa, ng'oka kwa jina la Yesu. Ninakutamkia wewe unasikiliza siku ya leo, Mungu akakutendee muujiza kunapokucha. Siku ya kesho inapoanza kuchomoza ikaje na mambo mema. Siku ya leo inapoanza kuchomoza ikaje na mambo makuu. Ya baba yando ribokora bashanda. Ng'oka maumivu. Rapa katola bashaka. Ninayatamkia maumivu. Kono wako wa kulia ukafunguke. Fire! Fire! Ninaitamkia neema ya uongozi iliyo juu yako. Neema ya uongozi iliyo juu yako, the winner in Christ. Neema ya uongozi ninaichipua ikachipuke. Pepo linalozuia kipawa chako, ng'oka kwa jina la Yesu aliye hai. La baba doja la mando riba santa rabaga doja mekaramahandi kosa palania yanda rabaga doja lema konsa barapregada ila konsa mando riboshaka ya baba zonto rida bazakataya. Ng'oka maumivu kwa jina la Yesu. Ninakutamkia Dayana mahali hapo ulipo, kibali rapa katoroboshaka. Ninatamka ukavae vazi la ndoa sasa. Ripragado zente mikaramando roboshaka kwa jina la Yesu aliye hai. Le prande zovakara bashanto rida baraga deso elamando rabashanta zakabala na gadosha. Mungu akakupe kibali kuanzia leo na nguvu za Mungu zikaziilike. Le mazoko torida, yoyote unanisikiliza mahali hapa alafu adui anakuwa anachezea maisha yako, fire! Magaduza rababa santolo bogodesh mekalamando shakata labaya zeketeketeya zeniko ramando robo usaparana mazakataya. Ninaweka moto mahali hapo ulipo, pakatikiswe kwa jina la Yesu aliye hai. Fire! Magadoja labagadesh Yazoka palana mazantaya karama anduza rabagade le konsa barana mahazuva enazo na makonsa barabragada ezaiko rida basanta elabla doja vantoli bagadesh. Kwa jina la Yesu
La mashanda raba bahasa. Yanda raba koraba shanta laba gadesho. Jenemi kiriaba shanta. La mando ribo konsa baraga doja ve ekeregedesha. Mentaya bashanta. Ninatamka kibali kwa jina la Yesu. Wewe ambaye unakuwa unazungushwa kwa habari ya malipo, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Raba shanda ribo shaka yanda raba gadoja. Fire! Moto wa Roho Mtakatifu. Ya baba santa labaya. Moto kaja juu yako, kibali kikakushukie kama moto kwa jina la Yesu. Roho, mapepo yanayoondoa kibali yakaachie kwa nguvu kwa damu ya Yesu aliye hai. Mapepo yanayozuia kibali yakaachie kwa moto kwa jina la Yesu aliye hai. Yandosha rabaya vera konsa ramande venduza ramagaduza lena masanta labaya. Baba, ninatamka juu ya watu wako siku ya leo. La mashaka yando ribo koraba shanda raba bahaso koriba yenda raba gadosha. Mungu aikumbuke hiyo ndoa ya ndugu yako katika jina la Yesu. Ninatuma malaika wa matendo, malaika Kemlieli, Baba akasuruhishe jambo hilo katika jina la Yesu. Pepo linalowalibu ndoa, ng'oka kwa jina la Yesu. Kabarada zokotea, ng'oka kwa jina la Yesu. Kuna watu Yesu akawaambia, alipoitazama imani ya wale watu akamponya mgonjwa wao. Nami kwa imani ulionayo Mungu akamponye ndoa ya ndugu yako. Ya baba rada bazonto lobo godesha ramando zanta labaya elazokoto rida bazanta ya katoteteketetea ripokota parakataya rikeketetekerekete riakatarapa kataya rieketetea ramando. Ninaweka moto mahali hapo uliko. I speak fire. Riakataramando robo santa rieketetea riakonsa rabagadosta menta rabaya Mendesto rina mazanta mezaka parada. Fire! Ninaweka moto roho ya aina yoyote inaondoa migogoro, inaoleta migogoro ikaondolewe katika jina la Yesu. Ninang'oa matengano, ninang'oa migogoro katika jina la Yesu. Fire! Magaduza la magadesh. Wewe unanisikia, Mungu akagusa maisha yako. La mashaka raba koraba shanta kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Koraba bahasorida mahanda. La mashaka raba koraba shanta raba endasorina mazakatea mazente lebagadosta veri pragada elikonsa ramahanda raba gadosha kwa jina la Yesu. Lelazo naba santa ezaiko rina mazantea. Ninakutamkia yoyote ulioko mahali hapa, nguvu za Mungu zikawe juu yako. Damu ya Yesu ikanene, damu ya Yesu ikanene, damu ya Yesu ikanene katika maisha yako tena kwa jina la Yesu aliye hai. Upako wa Roho Mtakatifu ukakujilie tena, nguvu za Mungu zikaonekane katika maisha yako, ukafunguliwe mahali hapo ulipo. Ninaamuru nguvu za giza zikaachie, minyololo katika ulimwengu wa roho ikakatike. La bashaka parada gadosha lela konsamando libaya elazanta raba gadosha elikonsamanda raba hando elaza enasto rida bazanta ya baba zanta laba ya zokoto rida mazente yando rilka mando robo shaka parada leko shaka paraga doja le mazokoto rida plagada kwa jina la Yesu aliye hai. Neema ya Mungu ikasimame pamoja na wewe. Moto wa Roho Mtakatifu mahali hapo ulipo. Nguvu za Mungu la koza raba basanta raba le kosha parada gadea. Kwa jina la Mungu anapoigusa ndoa ya ndugu yako, Mungu aguse maisha yako. Mungu aguse na maisha yako wewe unayenisikiliza siku ya leo. Moto wa Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema, je, neno langu si kama moto? Asema Bwana. Fire! Ninalituma neno, imeandikwa ulituma neno nalo huwaponya na kutoa katika maangamizo yao. Ninalituma neno la Mungu liende kama moto kuirekebisha hiyo ndoa, kuondoa migogoro katika ndoa hiyo. Migogoro ikateketee kwa jina la Yesu.
ukomvi ukaishe. Wewe ambaye una vita, ninatuma neno la Mungu liwe moto katika ofisi yako, likaondoe mapepo yanayoinua vita, likaondoe mapepo ya migogoro, likaondoe mapepo yanayoondoa kibali. Ninalituma neno katika maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai, likashughulike na lile jambo ambalo linakusumbua mara zote, likashughulike na vipawa ambavyo adui amevifunga, likashughulike na vitu ambavyo adui amevikamata katika maisha yako. Ninalituma neno la mamlaka. Aikonsa raba gadosa, aikanta rima hando riba gadia, le konfa anterebaya na mazanta labaya. Katika jina la Yesu aliye hai. Neno la Bwana linasema katika kile kitabu cha Isaya 44 mstari ule wa 26, nilithibitishaye neno la mtumishi wangu na kuyafikiriza mashauri ya wajumbe wangu, niwaambiaye Yerusalemu utakaliwa na watu, nayo miji ya Yuda itajengwa, nami nitapainua mahali pake palipobomoka. Ninakutamkia kwa jina la Yesu aliye hai, Mungu aishie mahali pa juu, yeye ketie kitini, yeye aliye mzee wa siku. Baba, wesema unayathibitisha maneno ya watumishi wako. Ninatamka amani kwa wale ambao hawana amani. Ninatamka kazi kwa wale ambao wana kazi. Ninatamka kibali kwa wale waliokosa kibali. Ninatamka ndoa kwa wale ambao wanakuamini kwa habari ya ndoa. Ninatamka ajira, ninatamka creativity, ninatamka kazi, ninatamka ubunifu kwa wale ambao Bwana umewapa vipawa, umewapa karama mbalimbali. Ninatamka ubunifu katika vitu vyao kwa jina la Yesu aliye hai. Nyumba msiokaliwa, familia yenye migogoro, maandiko yanasema niwaambiaye Yerusalemu utakaliwa na watu. Familia ambayo haikaliki, ndoa ambayo haikaliki, kazi unafanya kazi ila kazini hapakaliki, migogoro haishi. Bwana akalete amani mahali hapo. Bwana akalete amani mahali hapo. Akalete amani katika kazi yako. Akalete amani katika kazi yako. Yehova akalete amani katika kazi yako. Akalete amani katika jina la Yesu. Wewe ambaye unafanya kazi ila kwa habari ya kulipwa imekuwa tatizo, Mungu akawaamuru watu wao, maana imeandikwa mtendakazi anastahili mshahara, anastahili kulipwa posho lake. Bwana, ninalituma neno la mamlaka likawashurutishe wakuu wako, likawashurutishe viongozi wako kwa jina la Yesu. Au bosi wako akashurutishwe, yule manager, yule mwasibu akashurutishwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa ajili yako maandiko yanasema Bwana akuruhusu watu waone, hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao. Mungu akawakemea maadui zako kwa ajili yao, akakemea wakuu wanaotaka kukuonea, akawakemea wanaotaka kukufanyia mabaya, akaikemea miungu ya eneo, akaikemea miungu ya familia, akaikemea miungu ya mtaa unaoishi, akaikemea roho ya mazingira unapofanyia kazi, akayakemea mapepo yanayotaka kuharibu kazi yako kwa jina la Yesu aliye hai. Mahando rabakadia. Bwana alisema kwa habari ya zaka, akasema nami nitamkemea yule alaye. Lakini katika kitabu cha Zaburi Bwana akasema akuacha watu waonee, hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao. Mungu akakemea watu wanaotaka kugusa fedha zako, akakemea wanaotaka kuharibu miradi yako kwa jina la Yesu. Baba, hebu mwambie Bwana, kemea wanaotaka kuharibu mambo yangu, kemea wanaotaka kuniharibia kibali, kemea wanaosababisha mshahara wangu uchelewe. Kemea Bwana, mwambie Bwana uwakemee leo. Mwambie Bwana ukemee wanaotaka kuniondolea kibali, wanaotaka kuniharibia ndoa, wanaotaka kuniharibia mahusiano. Mwambie Bwana kemea kila roho, kemea kila roho. Mwambie Bwana wakemee leo. La baba zanta raba gadosh leko shanta rabaya na mazonto. Bwana Yesu, lilaka shanta raba gadea, ninaikemea miungu ya eneo hili kwa jina la Yesu. Miungu ya Arusha tangu maji ya chai, Bwana ukaikemee kwa jina la Yesu, ukaikemee kuanzia leo, ikaachie watu hawa, ikaachie watu hawa. Miungu inayowafanya watu wawe walevi, Bwana ukaikemee usiku wa leo. Aikemea Bwana, kemea Bwana. Miungu ya kwenye maji kemee, miungu ya kwenye ardhi kemee, wafalme wa anga uwakemee. Riapa katarapa katoya rieketeteria mandorobosika.
Yanda raba gadoja raba basaka yando rika yanda mando robo shaka. Mwambie Bwana usiwache wanione, wakemee kwa jina la Yesu. Ria pakata rapa katosha ria mando robo santa raba gadea. Mwambie Bwana wakemee, mwambie Bwana wakemee, mwambie Bwana wakemee, mwambie Bwana wakemee, usiwache wanione. Mwambie Bwana wakemee wale waliotaka Danieli akafe katika tundu la simba. Bwana aliwaangamiza. Mwambie Bwana wanaotaka niangamie wakaangamie wao. Wakemee Bwana wafalme kama mlivyomkemea mfalme Abimeleki. Wakemee leo Bwana kama ulivyokemea wafalme wengine juu ya mataifa, juu ya taifa la Israeli. Bwana wakemee kama Bwana ulivyowakemea, ukamzuia Balaam asiachilie laana juu ya taifa lako. Bwana wakemee wanaotaka kunilaani, wakemee wanaotaka kuachilia laana, wakemee kwa jina la Yesu aliye hai. Kemea miungu ya ukoo, kemea hiyo Bwana. Mwambie Bwana akaikemee. Ria pakata rapa katoza ria mando robo santa rapa kate rikasa kata rapa katuza lekasonto rimanda raba gadeza jena makonsa barada gadeza elazonto rida bazanta ya elazoko riba gadezo jeni mahangarama yanda riaba santa riaba koria bashanta ya lebobo sante la bayana mazokotosha lezonto ridabazanta laba shaka yanda raba shaka nina kenta la mando robo konta ai konsa rida blahada enaso kontani maangani yama endosha elizo konsa baragadash yaba shanta labaya yanda raba basanta. Ninakemea miungu inayotaka kukufunga, ninakemea roho zinazozuia kibali. Bwana akaikemee kwa jina la Yesu. Bwana akakemee kwa jina la Yesu. Ya baba yedededianda rabayando ribo santa ria katarabagaria. Bwana anasema katika ile Yeremia, ninaliangalia neno langu nipate kulistimiza. Bwana mwambie Bwana kemea leo. Umesema unaliangalia neno lako, nawe Bwana ukaliangalia neno lako. Umesema Bwana uliwakemea. Leo ninakukumbusha Bwana wakemee. Kuna watu hujawakemea wanafuatilia huduma yangu. Mwambie Bwana kuna watu wanafuatilia kazi yangu. Mwambie Bwana kuna watu wanafuatilia mahusiano yangu. Mwambie Bwana kuna watu wananifuatilia, wanafuatilia huduma yangu. Mwambie Bwana kuna watu wanafuatilia mambo yangu. Mwambie Bwana ninakemea siku ya leo. Mwambie Bwana kemea. Mwambie Bwana kemea. Wakemee Bwana kama ulivyoyakemea mataifa yale. Kemea leo Bwana wafalme wa giza. Kemea Bwana wakuu wa giza hili. Kemea Bwana rapakataya hali unayokutana nayo. Kuna mashtaka yamepelekwa kama ilivyokuwa kwa kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Mashtaka yalipelekwa kwa mfalme. Pengine nawe leo unapita kwenye hiyo hali, unaonewa, kuna mashtaka. Bwana akakemee kwa jina la Yesu. Yeye amesema aliwakemea, hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao. Mungu akakemea adui zako. Mungu akakemea watesi wako. Mungu akakemea miungu inayokuzuia, miungu inayoondoa kibali. Bwana akaikemea katika jina la Yesu. Ya baba zonto robo koria bashaka akawakemea miungu inayowapa nguvu wachawi wanaokuloga. Ikapareketetea masakata rabagadosh. Omba mahali hapo ulipo, mwambie Bwana usiku wa leo. Makashaka paragadosh. Kumbuka neno la Bwana linasema katika ile kitabu cha Kutoka. Inasema katika kile kitabu cha Kutoka, Bwana ni mtu wa vita. Jehova ndilo jina lake. Mwambie Bwana wewe ni mtu wa vita. Unapo wakati wa vita unashuka kama mwanadamu. Mwambie Bwana kapambane nao, huku ukiwakemea wasiniguse tena. Kapambane nao huku ukikemea ile miungu. Kapambane nao ukikemea ile roho inayotufuatilia. Kapambane nao huku ukikemea ile roho inayoturudisha nyuma. Kapambane nao. Amesema yeye ni mtu wa vita. Jehova ndilo jina lake. Kwenye habari ya uongo yeye anasema Bwana si mwanadamu atadanganye, wala si mtu ataseme uongo. Lakini kwa habari ya vita anasema yeye ni mtu wa vita. Tena Jehova ndilo jina lake. Mwambie Bwana wewe ni mtu wa vita. Hebu shuka ukapambane na adui zangu, ukatete nao. Lepela na mazanta labagadosh. Ekamanosha kaparada gadia riapa kataya riakanso rima santa. Moto wa Roho Mtakatifu mahali hapo ulipo.
I release fire. I release fire. I release fire. Rapakata rapakata. Riepeketekete. Riakata rapakatea. Riakosa paria mando robosaka. Riende riakanta ramando robosika. Arimando robo shanta rapakatea. Rikokosa parakataya. Rebaba basanta raba. Rimomomo sekete rikakataya. Riko shanta rapakate. Ribaba yando robosaka. Yando rika shanta. Leko shaka parada. Baba, na mimi leo ninatangaza, kuna watu wanakuja kufanya mizaa wakati wa ibada kama hivi mtandaoni. Bwana Yesu, wewe wakati wa Musa uliwaadhibu wote walioisogelea madhabahu yako kwa mizaa, walioenda kufanya jambo la tofauti. Kuna wengine Bwana walienda kuligusa tu sanduku la agano kulizuia ili lisianguke. Bwana uliwaua. Lakini kipindi cha Musa wale kina Dasa, Nikola na Bilamu Bwana walikufa, ardhi zilipasuka ikawameza. Ninatamka kwa watu wanaofanya mizaa katika madhabahu hii ya mtandaoni. Ninatamka watu wanaokuja kufanya mizaa katika vipindi hivi, Jehova Mungu wa madhabahu ya uponyaji na uzima, malaika wa madhabahu, malaika Urieli, watu hawa kama wasipookoka, basi liwapate jambo ili likawe fundisho kwa wengine, kwa jina la Yesu aliye hai. Le konsa manda raba gadosh riba baba santa rapa kataya. I command, ninatangaza kwa mamlaka ulionipa Jehova, na kwa mamlaka ambao na neema na heshima ulioachilia juu ya huduma hii, watu hao wanaofanya mizaa, maana imeandikwa usiketi barazani pa wenye mizaa, kwa jina la Yesu, hao wanaokuja kuleta mizaa madhabahuni pako, baada ya leo moto ukawawakie kwa jina la Yesu. Likawapate tukio ambalo haijawahi kuwatokea katika maisha yao, kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaifanya madhabahu hii katika ulimwengu wa roho sasa. Baba, ikawe kama madhabahu iliyojengwa na Elia, ikawe ni kama madhabahu aliyoinua Musa ukaiweka wakfu Jehova, kwa jina la Yesu. Wanaokuja wakihitaji neema yako Baba, wakaione neema yako, lakini wanaoleta mizaa wakakutane na upanga wako, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. La bazonto lobokonsa baragadesh, kwa jina la Yesu. Majeke terida bahaso. Jesus.